Kama hapo yenyewe imekaaje? Congratulations bana. La, shukrani sana. Bwana, una mwezi mmoja umeanza career mpya. Imagine. Alafu vipi hapo? Kwa kweli mimi mwenyewe pia hii transformation inani surprise. Mimi mwenyewe pia kwa sababu ni kitu ambacho muda mrefu nilikuwa natamani kukifanya lakini nilikuwa naogopa. Okay. Unyamwezi ndani yangu na mbolo kwa nifanya kama hebu acha bwana. Kuna watu wamekufollow, watu waelewa kitu ambacho unafanya. So nikaiweka kwanza pembeni, nikawa tu nikiangalia videos za watu wengine wao wanafanya, ma comedians wengine kwa sababu mimi wengi nimewafollow. So nikiangalia napata ile akili, kwani hapa asingefanya hiki, kwani asingeongea hiki. So kuna muda nikasema nakumbuka kuna siku nilimpigia brother Sky Bundala. Nikamwambia bro, mimi mwaka 2026 nataka nipinduke, sio nitapindukaje, lakini nataka niwe kwenye mwezi pembeni na kisha kwamba huu mtandao mimi unanijua kwa ajili ya kuweza kukusanya watu wengi to the maximum. So ni kitu ambacho nilikiplan tangu mwaka jana. Initiative yake imeanza kuifanya mwaka huu. Yeah. Don Jazzy ameingiaje pale kama inspiration yako kwenye comedy? Don Jazzy tunamchukulia kama entertainment guru. Okay. Unaona wa Nigeria, and so Nigeria tu, Nigeria na Afrika nzima. Kwa sababu ni mtu ambaye amekuwa ki-inspire ma creators wadogo, wachanga, shoot content. Sure. Anasema kile kitu ambacho unakiwaza, kwa mfano mimi nawaza kupika ugali wa mkate. Ukikiwaza unaanza kucheka mwenyewe. Kakifanya ili na wengine wacheke. Yaani usiwaze kwamba quality ya kamera sio itakuwaje. Just do it. Ukikifanya sababu you never know your content yako ya mkate inaweza kukupa millions of followers. Sure. Dunia nzima ikakufungulia deals za mikate and whatever. So ni mtu ambaye ana encourage wasanii wa post content. Yaani wasijali kuhusiana na quality. Yaani kuhusiana na mambo sio branding sio nini, wewe post content kwa sababu duniani kuna almost billions of people ambao wao hakujui. Kwa mfano kama mimi sasa hivi nikijitamba na million followers labda Instagram, ina maana kuna billions of people wanijui. Yeah. Kwa hiyo anasema kwamba maisha sasa hivi tunapoelekea tunatakiwa tuwe na watu wengi, ajalishi watu wanatokea wapi, Twitter au wapi. Na internet pia nayo inaangalia sana sasa hivi logarithm fulani. So ukimwangalia Don Jazzy sometimes anaweka mafilter, anaweka manini, lakini ni mtu fulani ambaye anaheshimika, mtu mzima. You know. So nikaona kama Don Jazzy anaweza kafanya akaconnect na watu and stuff, kwani mimi nisifanye ni connect na muziki wangu. So lengo langu la kwanza lilikuwa ni kufanya hivi inaweza connect na muziki. Lakini sana nashangaa sasa ukipost muziki watu wanakuambia sasa tunataka chuga la jiji. Na unaamini katika kufanya unachokipenda au kupenda unachokifanya? Kufanya unachopenda ndio ninachoamini hapo. Kwa sababu ukifanya unachokipenda utafanya more freely. Hata kama kisipokupa matokeo sasa hivi, utakuwa tuna hope itakuja kesho. Usipokuja kesho utafanya kesho kutwa and stuff. Yeah. Lakini ukisema kwamba ufanye upende unachofanya, ni vitu vile tofauti. Kwa sababu sometimes naweza nikaa hapa day one nimeajiriwa kama mtangazaji hapa Clouds. Yeah. Yaani ni kitu ambacho nimekisomea lakini sio kitu changu, lakini basi tu mzee wangu alikuwa mtangazaji lakini nimekuja hapa nafanya. Lakini nikianza kuona kwamba siku isipate yale matokeo nitaanza kumind. Kwanza kazini nitaanza kuona sio sehemu nzuri. Lakini nikipenda utangazaji, bro. Yaani there's anything unaweza kufanya kwa ukubwa unaweza wewe. Unaweza kuanzisha podcast yako ukafanyaje sababu unapenda kile kitu. Hauogopi kupoteza fans ambao unasikiliza wanapenda muziki wako? Kwanza ndio wamekuwa wengi, lazima nikwambie, kwa sababu wengi ndio wamegundua kwamba huyu ndio ameimba Selema, huyu ndio ameimba Enes, wanabishana. Ndio huyu sio huyu. Umeelewa? Kwa hiyo siona comment ya mtu ambaye ananiambia niachane na hichi ninachokifanya, ni kufocus na muziki. Okay. So ninachokiona mimi ni watu wanakuja wengi na wengi wana subscribe kwenye YouTube channel yangu mpya, wengi wanaanza kujua kwamba nilikuwa na label, kuna watu wengine walikuwa hawajui. So ni watu wanaanza kuingia ndani katika